Bwana basi kama ilivyokaa kama ilivyodawa ndani nyumba tena, hatimaye tukiwa wazima wa afya kabisa. Tunashukuru kwa support ambayo tunazidi kuiona na namna ambavyo namba zinazidi kutembea. Na sisi hatutosita kuendelea kuwaletea burudani bomba sana kibabe hii hapa ambayo tuko napiga live kutoka ZC Production. Nasema my demon, yani pepo yangu, na hii ni katika sehemu safi ya 11 baada ya kutamba na sehemu ya 10. Kwa hiyo acha tuunganishe pale ambapo tulikuwa tumeishia ili kuendelea kupata burudani bomba sana ambazo zinaandaliwa kutoka mitambo safi ya ZC Production. Jumara burudani na wakali wengi sana pale ambao wanawezesha kazi kufika katika mikono salama zaidi. Kumbuka inakuwa ni HD quality afu imezingatiwa ubora. Hivyo tuunganishe katika sehemu safi inayofuata ili kujua nini ambacho kinajiri katika mchezo bomba sana wapa. Basi tunaanzia pale kipindi ambapo bibi alikuwa anatakiwa kushambuliwa, lakini aliweza kupata msaada, na hivyo baadaye mwanaume aliweza kutoa msaada. Lakini baadaye baada ya kumfungua mtu huyu, mwanaume alishangaa sana kukuta ni Mr. Park, yani mfanyakazi wake. Hivyo alisema mtu aweze akawa muuaji, ni mshikaji wake tu, na baadaye alichukua nafasi ya kwenda kuongea na Mr. Park kumwambia ni nini ambacho kimemfanya aje katika kampuni hapa. Lakini Mr. Park anasema pamoja na kwamba alimuona mwamba hajakaa sawa, hivyo ilimfanya atafute tu nafasi ya kuweza kufika katika eneo la kampuni kwa ajili ya kuweka mambo sawa zaidi. Lakini baadaye Mr. Shini aliweza kujitambulisha pamoja na Mr. Park kuweza kutambulika. Hivyo kulikuwa kuna jambo ambalo limeharibika, lakini kulikuwa na kamzozo sana kati ya Mr. Park na Mr. Shini. Yani wawili hawa wanaonekana ni kama mambo yao hayaendani, yani wapatani tu, wanachukiana. Zilikuwa ni kejeli na vituko vya kila aina, yani ilikuwa ni kutukanana, kuchambana, vitu kama hivyo. Lakini mkali wa kufahamika kwa jina mkali ambaye tuko naye katika hii hapa kazi alikuwa anashuhudia kile kitu. Lakini kuna bwana mmoja ambaye alionekana katika maeneo haya Kiambamba, lakini ukiangalia nyuma ya shingo yake kuna mikwaruzo. Bila shaka ni Zekila huyu, ndo waga anakuaga na muonekano huu. Nakumbuka huyu bwana ana uwezo wa kubadilisha sana sura, na hata hapa iko na sura nyingine tofauti zaidi. Hapa anaingia kiurahisi zaidi katika kampuni, hatujui ni nini ambacho amekifuata, lakini inaonekana kuna kitu ambacho amekifuata. Basi naambia siku ambayo inafuata kulikuwa na kikao kikubwa sana cha wanafamilia, na hapa lengo kubwa lilikuwa ni kujadili nani aendelee kuiongoza kampuni, ili muda ulikuwa ni wa mapema zaidi, na proposal za mwanzo zilikuwa zinamtaka bibi wa kufahamika kwa jina la Dodoe ndio awe muongozaji wa kampuni. Sasa zilipigwa kula ambazo zilikuwa ni za kibabe zaidi. Hapa lengo lao ni kuhakikisha wanaipoteza nafasi ya binti ambaye anafahamika kwa jina la Dodoe, na mkali wa kufahamika kwa jina la Shinga ndio alipata nafasi ya kuweza kusimamia kampuni, na hii ilimfanya bibi aamini ya kwamba tayari nafasi yake inaenda kuchukuliwa kirahisi zaidi, kwani tayari kuna mipango ambayo ilikuwa imeandaliwa ya kuweza kumpoteza bibi. Hapa kulikuwa na kamzozo zaidi. Lakini baadaye pamoja na kwamba bibi aliamua kukaa kimya kwenye kile ambacho kimeendelea, huyu bidada alikuja kumletea kizaazaa sana bibi. Huyu bidada anafahamika kwa jina la Suna. Na Mr. Sieku alijaribu tu kuambia tu kitu kimoja, kwa kile ambacho mmekifanya kwa haraka sana, na wala sidhani kama kina usawa, kwa sababu sheria ilikuwa imeshamtangaza bibi Dodoe kama ndo mmiliki wa hivi vitu ambavyo vinaendelea katika kampuni. Lakini baadaye pia mwamba ambaye anaonekana na matatizo ya kisaikolojia aliweza kumwambia bibi, tatu yako imekupendeza sana katika eneo la mkono. Hasa tujui kwa nini ameongea maneno hayo, sasa tutakwenda kujua mbele zaidi hapo. Basi bibi alisema pamoja na kwamba kila kitu kimepita, lakini mwamba pamoja na kumwangalia mwamba pia kuna kitu alikuwa ameweza kutambua. Lakini baadaye mwamba akiwa anasubiri hapa aliweza kutoka bibi ambaye anafahamika kwa jina la Swana. Hapa alikuwa anamlazimisha mkali ampatie japo business card kwa ajili ya mazungumzo, lakini mkali ni kwamba alikuwa na utayari kwa kile ambacho anaambiwa na bibi. Basi baadaye ile kadi aliweza kumpatia Siyoko, na hapa kulikuwa ni kamzozo zaidi, kwa sababu wote wao wawili wanampenda sana ubinti na kila mtu anajiona yeye ndo ana style ya kuwa na nafasi na ubinti. Sasa wawili hao wakiwa na discuss mambo ndani, mkali alikuwa amekaa nje, na huko nje alikuwa ni mtu ambaye kama anahuzunika sana kwa kile ambacho kinaendelea, akisi ni nini ambacho kinadiskasiwa kwa siri, na akimpi nafasi ya kuingia kuja kusikiliza nini ambacho kinafanyika. Lakini ndani kulikuwa kuna dokumenti za kifedha ambazo zilikuwa zinajadiliwa sana kati ya Siyoko pamoja na Dodo. Hivyo Mr. Jiong
alikuwa husiki kabisa, yani Guon alikuwa husiki na kile ambacho kinaendelea, kwa sababu yeye ni bodyguard, haikupaswa ajue chochote ambacho kinaendelea. Lakini baadaye pia Mkali aliona wivu sana kuona bibi anaondoka. Kumbuka Mkali anampenda sana bibi, lakini anashindwaga namna ya kumwambia. Sasa akiwa njiani, Mwamba anajaribu kumchungulia bibi. Bibi akawa muona, akamwambia sijui ni nini kinachokufanya ushindwe kuendesha gari na kuendelea kuniangalia mimi kila wakati. Mkali alikuwa na chochote cha kujibu. Sasa bibi moja kwa moja alitoka na zile document kwenda kwa mwanasheria, lakini pia mtu huyu ambaye alikuwa ni mwanzoni alitoa ushuhuda wa kile ambacho aliambiwa na Madam Dodo. Aliweza kuambia kuna tofauti zaidi, na hata hivyo baada ya kwenda katika kituo cha polisi kufuatilia namna gani ya kuweza kumpata mtu ambaye amefanya mauaji ya Madam Juu ili wasaidie kupambana na lile swala, mambo yalikuwa magumu zaidi. Hivyo waliamua kumtafuta bwana mmoja ambaye alikuwa ni prosecutor, na huyu ndio alitakiwa awe mpenzi wa binti ambaye anafahamika kwa jina la Dodo. Pale mwanzoni nafikiri ulimuona huyu mwamba huyo. Sasa prosecutor nafikiri unaelewa kazi yake. Huyu ni mwongoza mashtaka wa kiserikali, alikuwa na mchango mkubwa sana wa kuweza kufanikisha lile jambo, lakini mwamba mwenyewe pia alikuwa anaonekana kama akili yake hajakaa sawa hivi, yani kiufupi ni kama dishi alijishikilia vizuri. Basi kulikuwa na michezo mingi katika eneo la hoteli, na Mkali wa kufahamika kwa jina la Guon alikuwa analeta kizaazaa. Hii ilimkera sana bibie kuona kama mwamba anaweza kusababisha kufeli kwenye kile ambacho binti alikuwa anakihitaji. Sasa baadaye waliweza kutoka, lakini mtu bado alizidi kusisitiza kwamba ana uhakika ataweza kusaidia kwenye kile ambacho kinawasumbua, na bibie kitu ambacho anahitaji kwa sasa ni kutafuta mtu wa kuweza kumuoa ili kuhakikisha anatengeneza nafasi ya kuwa na nguvu katika ile kampuni. Basi baadaye Mkali wa kufahamika kwa jina la Guon na bibi Dodo walikuwa kiondoka wakirejea katika maeneo fulani ya nyumbani, lakini bibi njiani alimpigia simu mtu mmoja na kusema ya kwamba nafikiri ndoa inatakiwa ifanyike mapema zaidi. Njiani mwanaume aliuliza vitu vingi sana. Basi mwanaume alimwamuru kitu kimoja tu, waende yani wa shift kutoka lile eneo waende katika sehemu moja kumtafuta gangster mmoja, na anaweza akawajibu juu ya kile ambacho anakitafuta, ni ile sura ya yule Zekila. Lakini pamoja na kufika katika ile eneo, mtu huyu alikuwa anaonesha hamtambui huyu mtu ambaye anaulizwa kwamba ni Zekila. Basi mwamba alijitaibu kufanya vitisho vingi sana, kumtishia sana na kumwambia, wewe tunachohitaji utusaidie kutuambia mtu huyu tunaweza tukampata wapi na ni nani. Sasa hii sura kumbuka ni sura ya bandia, kwa hiyo hata wao wanavyoulizwa inakuwa ni ngumu sana kuweza kutambua, lakini kwa kile ambacho alikifanya kiliweza kumkasirisha sana bibi, na bibi akamwambia kwa wakati huo sidhani kama nakuhitaji tena wewe katika maisha yangu, hivyo uniache nifanye vitu vyangu na wewe ufanye vitu vyako. Basi mwanaume alimlaumu sana bibi, maana anasema hata mimi sikutarajia kukutana nawe, kwani umekuwa ni mtu ambaye umeweza kubadilisha kile ambacho nilitakiwa nikifanye katika majukumu yangu. Hivyo mwanaume aliweza kuacha kila kitu, yani rasmi aliweza kuachana na shughuli ya bodyguard, na hivyo alikuwa anahitaji kurejea katika mchengo wa Samfo. Lakini akiwa njiani alikuwa anakumbuka kumbukumbu nyingi sana za zamani, na hata pia upande wa pili kwa bibie naye alikuwa anakumbuka kumbukumbu nyingi sana za zamani ambazo wamepitia na Mkali. Yani kiufupi ni kwamba kila mtu hapa anaitambua nafasi ya mwenzake, na hivyo anaumia tu. Sasa majira usiku, bibi akiwa amekaa katika chumba chake anahitaji kumpigia Mkali, alihisi kama kuna michakacho katika eneo la mlango, hivyo alikuwa anahitaji kujua ni nani ambaye anagonga katika eneo la mlango. Basi Tara binti bibi alichukua silaha zake na kujaribu kusogea katika eneo la mlango kuangalia ni nani ambaye alikuwa anagonga. Sasa bibi baada ya kutoka katika kile chumba na kwenda upande wa pili, alikuta kuna mziki ambao unalia, ili hali yeye akuacha mziki unalia, lakini ghafla tu kuna mtu aliweza kumkwapua bibi, yani kumteka. Ile bibi akiwa anaambamba juu akiwa na mausingizi yake, aliweza kujikuta yuko juu kabisa ya gorofa, na mtu huyu ambaye ameivalia suti ni yule Zekila. Alichokuja kufanya ni kumaliza tu maisha ya bibi. Hapa alikuwa anahitaji kukata kamba zote na kumwacha bibi aweze kudondoka kwenda eneo la chini ili aweze kupoteza maisha. Lakini kumbuka kizaazaa chote hiki kinatokana na ugomvi mkubwa sana wa kifamilia kwa kutafuta nafasi ya kuweza kucontrol kampuni. Lakini baadaye Mkali aliweza kufika. Tujui Mkali alifikaje katika ile eneo, lakini aliweza kufika tu kwa ajili ya kumpatia bibie msaada asije akaweza kupoteza maisha. Sasa ni nini ambacho kinajiri katika sehemu safi ambayo inafuata ya mzigo bomba sana hapa wa My Demon ya The Chosen? Hata tukutane katika sehemu inayofuata ili tujue ni nini ambacho kitajiri katika burudani bomba sana hapa. Mimi naitwa Farudije kutoka DC Production, jumba la burudani. Let's say
chao, tukutane katika nafasi bomba sana inayofuata kuja kuenjoy burudani bomba sana. Hapa imepigwa kizazi zaidi kutoka ZC Production, jumba la burudani kama dawa kama kawaizo. Here we go, let's say ciao.